Kwa aina ya wachezaji wa KMC, kwa nini wasingetafuta mwalimu kama ambavyo JKT waliamua kuwa na mwalimu mzawa Ahmad Ali ambaye anafanya vizuri sana? Kwa upande wao, wangekuwa na mwalimu mzawa ambaye anawafahamu vizuri sana wachezaji wa ndani, wasingekuwa na hali kama hiyo iliyokuwa nayo sasa. Unadhani hivyo? Ingewasaidia. Lakini mimi nitakuonesha mfano kwa nini nitakwambia kwa nini JKT wanafanikiwa. JKT wanafanikiwa kwa sababu wana wachezaji ambao most of them kwenye maeneo muhimu ni wachezaji wakomavu na wamewahi kucheza kwenye timu kubwa. Kwa mfano, kwenye kiungo cha JKT yupo Said Ndemla, yupo Hassan Dilunga, yuko Edward Maka, si ndio? Yupo Saleh Karabaka, si ndio ambaye ni kiungo mshambuliaji, ametoka Simba. Unaona wachezaji wanne. Hawa wote wamecheza Simba na Yanga. Wote hao kwa nyakati tofauti. Na wameondoka kwenye hizi timu za Simba na Yanga, sio kwamba wameondoka wakiwa wameisha. Wameondoka bado wakiwa wako kwenye viwango vizuri. Kwa mfano Maka aliondoka Yanga kwa sababu Yanga ilikuja kufanya mabadiliko ya kikosi kizima. Waliingiza wachezaji wengi sana kipindi kile, afu yeye bado alikuwa kijana. Ikabidi aende zake aje wapi JKT. Akacheza nao championship, akaja nao mpaka ligi kuu mpaka sasa hivi. Si ndio? Akaja Said Ndemla, ametoka Simba akaenda Mtibwa, akacheza Mtibwa, akairudisha, akaja mwaka mmoja akaenda JKT. Dilunga alikuwa anaguza majeraha, alivyopona akaenda JKT. Saleh Karabaka bado ni mchezaji, alikuwa mchezaji wa Simba ndo ameenda JKT msimu huu. Ambao msimu uliopita alikuwa sehemu ya squad ya Simba. Umeona? Ingawa kuna wakati walitolewa kwa mkopo, sio? Lakini ni mmoja wachezaji ambao bado wana mikataba, walikuwa na mikataba muda mrefu na klabu ya Simba. Njoo kwenye eneo la mbele la kushambulia. Wana mtu kama Edward Songo. Amekaa JKT ana zaidi ya miaka 4 ndani ya JKT. Ana experience ya kutosha. Rudi kwenye maeneo mengine, maeneo ya ulinzi, na wana wachezaji ambao tayari wameshakaa kwenye timu kwa muda mrefu. Na kwenye timu msingi wa ukishakuwa na kiungo kizuri, automatically ni rahisi kutengeneza safu ya ulinzi nzuri, rahisi kutengeneza safu ya ushambuliaji nzuri. Lakini pia Ahmad Ali amekuja JKT, huu ni mwaka wake wa pili. Anaijua JKT yake vizuri, ameifundisha vizuri, imekuwa na muendelezo mzuri. Angalia bwana mdogo Gonzo, yule goalkeeper Gozo, angalia namna ambavyo wanafanya vizuri. Kwa hiyo JKT wanafanya vizuri kwa sababu kwanza wana mwalimu mzuri ambaye anajua vizuri kuimanage timu yake, anawajua vizuri wachezaji wake, lakini pia amekaa JKT muda mrefu, lakini pia wachezaji wake wana experience ya kutosha pia na ligi kuu. Hata wachezaji wa KMC wapo ambao wana experience, kwa mfano kina Hans Masudi na nini, captain wao yule ana experience kubwa kwa sababu amewahi kucheza hata Mbeya City, naye jina lake limetoka kidogo. Mmoja wachezaji ambao wana experience kubwa. Lakini sasa kwa sasa hivi wanacheza mpira wa aina gani? Sawa. Na mwalimu amejikomiti vipi kuboresha timu yake ile iweze kumpa matokeo ambayo ni mazuri? Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo kwa KMC wanaweza kumwacha kweli mwalimu Masio Maximo, wakatafuta mwalimu mwingine mzawa, lakini wajiuliza kwa sasa watampata mwalimu gani mzawa ambaye atakuwa na uwezo wa kutengeneza timu kwa muda mrefu? Labda wamfuate Meki, Juma Mgunda. Ndio walimu ambao wanaweza kuendana na mazingira ya KMC kwa sasa.